Ni wasaa wa kazi kutokea hapa ASAM Online TV, dakika 30 za kuweza kujifunza maarifa mapya na mengi usiyojua kutoka katika taasisi mbalimbali, yaweza kuwa za kiserikali ama zile binafsi. Na leo tupo na ugeni kutoka Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Watazungumzia mengi kuhusiana na udahili na masuala mbalimbali ya chuo. Jina langu Hamis Juma, kwa niaba ya timu nzima humu ndani nikushukuru tena kwa moyo kunjufu wewe ambaye umeendelea kwa familia ya ASAM Online TV. Kama huja subscribe, huja share pia hii video, na kuomba ufanye hivyo ili wengi waweze kufikiwa. Karibuni sana. Asante sana. Bila shaka tupo na Dr. Hamis Haji Salum, na humu ndani pia tuko na Dr. Idrisa Yusuf Hamad. Karibuni sana. Tunashukuru, asante. Haya. Sijui tutaanza kwa nani? Kwa Dr. Hamis. Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, historia yake haswa ni ipi? Asante. Kwa kuanza labda tuanze na historia fupi ya SUZA kutoka kilipoanzishwa. Chuo Kikuu cha Zanzibar kilianza kwa sheria mwaka 1999, lakini kikaanza masuala hasa kwa taaluma mwaka 2001. Wakati huo kilianza na wanafunzi kama 108 kwa tunapata mbili hadi kufikia leo mwaka 2026. Chuo sasa kina schools 9 na taasisi za taaluma 2, kwa jumla ni taasisi 10. Na kwa sasa tuna wanafunzi kama wasiopungua 1908 kwenye mikondo tofauti, kwa maana ya wanafunzi ambao wanasoma programu za cheti, diploma, shahada ya kwanza, degree, shahada ya pili na shahada ya uzamivu kwa maana ya PhD. Kwa jumla sasa tumetandaa kidogo kwa Unguja. Tunasema awali kuna campus kwa Unguja, campus nyingine ziko Pemba pale Mchanga Mdogo, campus yetu pale. Na hata mwaka jana, zamani ilikuwa campus ya Mchanga Mdogo tunatoa masomo ya elimu kwa ngazi ya diploma, lakini kwa mwaka jana chuo kimeanza kutoa masomo ya shahada ya kwanza ili ni masuala ya elimu, ni sayansi na elimu. Chuo hichi dira yake kubwa tunasema ni kuwa chuo pendwa kwa taasisi za elimu kwa masuala ya taaluma na research na utafiti kwenye mipaka hii ya East Africa. Lakini pia dhamira ni kutoa elimu ambayo inakidhi mahitaji na kufanya tafiti in order kwa kuwapatia watu wanataaluma wetu na jamii elimu inahitajika kutoa changamoto zinazowakabili kwenye karne hii ya 21 na zaidi, tunasema and beyond. Hizo ndo dira na dhamira ya chuo. Na hapo hamjafikiria kuwa na campus nje ya Zanzibar? Hayo ni malengo ya baadaye, kwamba chuo kina plan hiyo kuwa na branch nje ya Zanzibar, sababu ya mahitaji yapo. Kwa hiyo hicho sasa unajua kuhama ni process. Kwa hivyo lakini kama ni mipango hiyo tayari ipo, na mipango kufungua nje ya Zanzibar. Ndio. Miaka 25 tangu kuzaliwa kwa SUZA. Kwa nini mzazi amlete mwanawe aje kusoma SUZA? Mimi nimeanza degree yangu ya kwanza SUZA. Yaani nilifanya hapa, nilianza degree ya BA with Education Geography. Okay. Na nachoona kwamba kile ambacho nilikipata mimi ndio kimezidi ubora wake. Kivipi? Kwa maana sasa SUZA inabidi kuwaleta SUZA ni kwa sababu la kwanza, SUZA inatoa taaluma ambayo inakidhi mahitaji ya jamii yetu. Ndio. Tumejaribu kuboresha mitaala yetu, kwa mfano kuhakikisha kwa mfano tuna mitaala ambayo inakidhi masuala ya uchumi buluu ambayo kwa sasa tunaendelea nayo. Na utaiona hapo baadaye. Lakini pia tunajitahidi sana walimu wafanye kazi kwa weledi pamoja na wanafunzi, kwa sababu unaweza ukaenda katika chuo kwa mfano kuna wanafunzi
300,000. Ndio. Pengine nafasi hata ya uratibu na consultation upate. Kwa hivyo tunaweka mazingira ambayo mwalimu atakuwa na mazingira mazuri na mwanafunzi ili ule weledi na malengo yanayokusudiwa yafikiwe. Lakini chuo pia kina programu mbalimbali katika fani tofauti za sayansi, computer science, yani elimu ya kompyuta, sayansi ya kompyuta, sayansi ya mazingira, na kwa sasa sayansi ya masuala ya afya pamoja na kilimo, ambazo hizi zote ni muhimu. Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kimejipambanua kwamba ni chuo ambacho ni pekee, chuo cha umma, na kinatimiza malengo ambayo ya mapinduzi, kwa maana ya kuhakikisha kwamba jamii ya Zanzibar, lakini pia nje ya Zanzibar, ndani ya East Africa, yani Afrika Mashariki na Tanzania, unapata ile taaluma ambayo ni bora. Kwa wale ambao wanajiona wao wanataka kuwa Zanzibar, ambayo yenyewe kwanza ni kituo kizuri cha biashara, lakini pia ni kituo kizuri cha utamaduni, wanaweza kuja kutoka nje. Lakini kwa wale pia waliopo hapa wanasema mimi nataka kuchukua elimu katika ambayo ni mwafaka kwa eneo hili, pia kinachukua ni sehemu muhimu ya kufanya hivyo. Kwa hivyo kuna vigezo vingi vya kitaaluma, lakini vya kimaisha na pia vya kimkakati ambavyo vinaifanya SUZA kuwa ni kitovu cha elimu. Kwa hivyo hayo ni machache tu katika lile ambalo naweza kusema. Tunawaalika ndugu wazazi na wananchi wenzangu wa Tanzania, lakini pia wana East Africa wenzangu pamoja na Waafrika wenzangu na nje kuja SUZA kwa ajili ya kupata taaluma katika mujibu wa yale maeneo yanayofanywa kazi. Lakini jambo la msingi pia, moja katika eneo la msingi SUZA kwa upande wa Kiswahili SUZA inajivunia kwa sababu ndio kwao. Zanzibar Kiswahili ndio kwao. Nimewahi kusikia kauli ya rais. Nafikiri Mheshimiwa William Ruto. Amesema Kiswahili chenyewe kimezaliwa Zanzibar. Ndio. Kikaenda kuanza kupotea Kenya. Ikaenda kuzikwa moja kwa moja Uganda. Hii ina maana kwamba Zanzibar kama wanavyozungumza ni kitovu cha lugha ya Kiswahili fasaha. Kwa hiyo uko sahihi ndugu mtangazaji. Kwa maana hiyo kuna ule upana wa zile programu ambazo ni nyingi, kuanzia lugha mpaka kufikia sayansi zinatolewa, na SUZA imeendelea na mikakati mbalimbali ya kukuza ubora wa taaluma tunaotoa pamoja na mazingira ya utoaji wa taaluma hii. Kwa hivyo haya yote ni mambo ambayo yatakuwa ni sababu tosha kabisa ya kumfanya mtu alete mwanawe na kuomba ndugu zetu pamoja na Tanzania pamoja na wana East Africa kuja kutafuta taaluma hapa katika kituo hichi cha elimu ya SUZA, yani Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar. Asante sana. Tutumie fursa hii pia ya kipindi hiki cha Wasaa wa Kazi kuwakumbusha wazazi na wanafunzi watarajiwa kozi ambazo zinapatikana katika Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, japo kwa uchache, na haswa zile mpya. Kwa jumla kwa mwaka huu Chuo Kikuu cha Zanzibar kina offer program 61 kwa jumla wake, program za 82 degree kama 20 plus, lakini degree ya shahada ya kwanza kama 25. Ndani yake kuna program 6 mpya na program 10 za shahada ya uzamili kama master degree, shahada moja ya shahada ya uzamili kama ya PhD. Hizi program 7 mpya ni kweli zinahitaji watu wazielewe, wa jamii waelewe ili waweze kuja kujiunga na programu hizo. Kwa kuanzia nianze kusema kwamba SUZA kwanza imeshiriki juma la 7 la wiki ya elimu Zanzibar, ambalo linafanyika tarehe mwezi moja, ambayo imeanza tarehe 14, itakwenda kwa wiki nzima mwana juma. Kwa hivyo tuwakaribisha wananchi wote wa Zanzibar na nje ya Zanzibar kufika kwenye mabanda yetu baada ya kupata hayo mahitaji. Na kwa mabanda yale kama SUZA
Kwanza tutatoa elimu nini SUZA, pale atakayojua nini SUZA na kwa nini SUZA iko pale na kwa nini mwanafunzi au mzee ajiko kuleta mwanae pale SUZA. Baadaye sasa kila program pale itakuwa inatolewa maelezo yake kiukamilifu zaidi. Kwa pale pana muda mrefu, tuko pale kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12. Hapa tuna muda mdogo kwa kuelezea ule uchache wake kwa mujibu wa muda ambao tuko nao hapa. Kwa hivyo wanafunzi kufika pale watapata hizo zote, lakini pia watasaidiwa jinsi ya kufanya maombi ya kwenye hizo programu ambazo wanafunzi atakuwa atashika nazo. Sasa programu mpya kwa mwaka huu ambayo inakwenda kuanzishwa kusomeshwa ni Bachelor of Science in Urban Planning and Sustainable Development, ambayo baadaye mwenzangu tutaichambua zaidi. Kwa hiyo ndo bahari yake. Ndio. Kwa hiyo mimi mawanda yake yupo, sitaki niseme sana, mimi nitazungumzia zaidi. Lakini pia kuna program ya Bachelor of Science in Agriculture for Community Development. Ni shahada ya kilimo ambayo lakini sasa nakwenda kutaka kule kwenye community development. Na watu wanasema mnasomesha watu baadaye wanakuwa maafisa wa kwenye meza. Ndio. Wanakaa ofisini, watu wanahitaji mashambani na wapate. Okay. Sasa programu hii inawapeleka wale watu wanasema wale kule shambani. Wakiweko shambani kule unapo mahitaji. Kwa hivyo hili lilifanyika baada ya kufanya mahitaji kwa programs kwa jamii. Kama needs assessment analysis, tukaona kwamba kule kuna changamoto kwamba watu hawafiki. Tunawasomesha maafisa na pia maafisa wa ofisini na kule kwa kuitwa kwa shida. Sasa programu hii imetengenezwa kwa kutarisha mabwana shamba ambao watakuwa kule chini mambo ya community development huko chini. Ili pia tutakuwa tuna degree nyingine mpya ya Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture. Hawa wanaita wale wataalamu wa maritime marine studies. Sasa huyu akimaliza huyu atakuwa ni mtaalamu wa masuala ya bahari kwenye uvuvi na ufugaji wa samaki. Kama alivyoelezea mwenzangu Idrisa, sema kwa sasa serikali ya Zanzibar hii ya awamu ya 8 ya Mheshimiwa Hussein ilikuwa ina malengo na maono kwenye uchumi wa bluu. Sasa kama SUZA kwa vile taasisi ya elimu ya juu kwa Zanzibar, kaona hii sasa ni fursa kutapu hizi opportunity. Kwa hivyo hii ni miongoni mwa maono ya Mheshimiwa Rais ya kuwa na uchumi wa bluu. Sasa unafikiaje? Kwa vile tuna wataalamu ambao wanaweza kufikia yale maono ya Mheshimiwa Rais na maono ya serikali. Pia tutakuwa tuna program nyingine mpya inaitwa Bachelor of Science in Sustainable Animal Health Productions, masuala ya ufugaji wa wanyama na uzalishaji. Hii ni program mpya. Pia kuna program nyingine ambayo inakwenda kwenye uchumi wa bluu hivyo. Hiyo ni Bachelor of Shipping and Port Logistics. Sote tunajua Zanzibar inajua kwamba Zanzibar inajenga bandari Mangapwani kubwa. Tumeambiwa kwa ukubwa wake inahitaji watu wafanya kazi pale wale wataalamu. Kwa hivyo wataalamu hao wanatoka wapi? Kama SUZA tukaona hii ni fursa. Ndio. Na rais tusimwangushe. Maana ukisoma SUZA unasoma rais, sababu yeye ndo mkuu wa chuo wa SUZA ni Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo chuo sasa kimekuja na program 3 kwenye issues za port and logistic operations. Kwa level ya degree, level ya diploma, level ya certificate. Kwa hivyo pale tunahitajika watu wenye skills. Wako shipping logistics wengi ambao wanafanya kazi kwa uzoefu. Ndio. Sasa unapokuwa na bandari ya kimataifa unahitaji na watu ambao wana sifa, skilled persons kwa hiyo pale. Kwa hivyo ni opportunities. Kwa hivyo SUZA imekuja na program hizo za level 3. Kwa hivyo kila mtu atapata nafasi yake wapi na fit maombi asome hizo ili kutapo hizo opportunities za uchumi. Pia hiyo upande wa tehama nao wamekuja sasa hivi. Nadhani hata nyinyi watu wana habari kutumia AI. Sahihi. Kutumia AI. Kwa hivyo SUZA nayo imekuja na degree mpya ambayo ni Bachelor of Science in Data Science and Artificial Intelligence. Kwa hivyo tulikuwa hatuna programu za aina hiyo. Lakini kutokana na development ya teknolojia lazima sasa kuona kama ni fursa na vijana wanahitaji fursa. Siku hizi kama vijana siku hizi tunasema tunapenda wajiajiri wenyewe. Sasa inaonekana kama AI imefungua mlango sasa
wa kutengeneza mazingira ya ajira mtu kujiajiri mwenyewe. Lakini ukiajiri ukiwa na taaluma inapendeza zaidi. Ndio maana sasa pia na programu hii ya BSc ya Data Science and Artificial Intelligence. Kwa fupi hizi ndio programu za degree, lakini ile ya masters na nadhani tutaigusa kidogo, lakini mimi atazamia kule mambo yake kule ya sababu ndio mambo yake mwenyewe. Kwa fupi hizo ndio programu mpya ambazo tutakuwa tuko nazo, lakini kuja kwa mpya na mambo zingine tutazitupa, zingine zitaendelea kuwepo, zipo hizi ni zile zimeongezeka. Hebu sana Dr. Idrisa, namshukuru sana Dr. Hamisi kwa pia ameweza kufafanua hizi programu ambazo amezitaja. Mimi kwa kuanzia, ndugu mtangazaji na ndugu watazamaji, ni kwamba nitazungumzia programu mbili kwanza. Programu ya kwanza inaitwa Bachelor of Science in Urban Planning and Sustainable Development. Na programu ya pili inaitwa Bachelor of Science in Environment and Coastal Management. SUZA kwa sasa tuna programu ambayo inaitwa Bachelor of Arts in Geography and Environmental Studies. Tumekuwa nayo hii program kwa muongo mmoja karibu na nusu sasa, na imetoa wataalamu mbalimbali ambao wameajiriwa, wengine katika nafasi mbalimbali za vituo vya serikali na wengine wako katika mashirika binafsi. Hata hivyo, baada ya kufanya upembuzi, na ni kwamba ili kuwafanya wale wataalamu wawe wabobezi zaidi, utafiti wetu ukaonyesha kwamba moja katika kitu ambacho wanatakiwa wawe nacho, wanatakiwa wawe na ujuzi ambao tunasema ni maalumu, ambao una uwezo kuzalisha, kutatua matatizo maalum, pamoja na ule ujuzi wa jumla ambao ni muhimu pia. Kwa ajili hiyo tukasema tukaangalia Zanzibar ukiangalia kwa sasa kwa mujibu wa sensa ya maendeleo ya watu ya mwaka 2022 tuna watu milioni 1 karibu na 9, na tunaendelea ikifika kwa mujibu wa dira ya 2050 ikifika mwaka 2050 tutakuwa na takriban watu milioni 4 point kadhaa. Na ongezeko la watu katika miji yetu ni mkubwa. Karibu 50% ya watu Zanzibar wanaishi kwenye miji. Sasa kwa ardhi ambayo yetu ni ndogo, unahitaji kujiuliza nini kifanyike. Kwa upande wetu sisi, wakati tunajua maendeleo yanakuwa yanatanuka sana, inabidi tujipange katika masuala ya elimu ya ufundi pamoja na elimu ya kimkakati. Sasa katika kutayarisha watu, tukaona eneo moja ambalo ni muhimu ni eneo la mipango miji pamoja na miji. Kwa sababu hili sio tu kwa Zanzibar, lakini kwa Afrika nzima. Nchi za Afrika ni miji yake, katika nchi ambazo zina rekodi duniani miji yenye kukua kwa kasi, mingi yao ipo Afrika. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba ni tatizo ambalo linaenda kukua katika miaka mingi inayokuja. Kwa hivyo tunahitaji watu ambao wataweza kujibu hizi changamoto. Kuna changamoto nyingi ndugu mtangazaji katika maeneo haya, zikiwemo za masuala ya usimamizi, kwa mfano wa taka. Na saizi wanazungumza kwamba taka sio taka ni fursa. Lakini mtu unamuondoa wapi mtu kuidhania taka kwamba ni taka mpaka inafika fursa? Masuala hayo yamo ndani ya huu mtaala. Lakini pia kuna masuala ya matumizi ya ardhi. Miongoni mwa mambo ambayo yanapigiwa kelele kuanzia Mheshimiwa Rais mpaka kwa ujumla, sio tu Zanzibar lakini Tanzania na Afrika kwa ujumla, ni matumizi holela ya ardhi. Tunahitaji wataalamu ambao wapo, lakini wataalamu ambao wapo wanahitaji kuongezewa. Na haya masuala yanatanuka. Kwa hivyo tumeona kwamba hili ni jambo jingine la kuweza kupata watu ambao wanaweza kupanga na kushiriki katika kupanga, kuandaa ramani za matumizi bora ya ardhi katika ardhi pamoja na pwani, lakini pia kuandaa mipango bora ya wapi kifanyike kitu gani. Kwa ujumla hawa ni watu ambao sio tu watakuja kufanya kazi serikalini, lakini watakuwa na uwezo wao wa kuanzisha kampuni zao au kuanzisha kujiunga na mashirika kwa mfano ya kimataifa au asasi za kiserikali ambazo zinahusiana na masuala haya. Kwa sababu moja katika kitu cha msingi tulichokuweka ni msisitizo
wa uwezo wa kufanya. Kwa hivyo programu zetu zimeondokana na kufundishwa tu. Ndio maana kwa mfano tumeweka katika programu hii mwanafunzi atakwenda katika uwanda, yani field, na na wale wadau mara 3. Mwaka wa kwanza tunasema ni utambulisho na kumzoesha. Mwaka wa pili ni kupata mazoezi hasa yale ya technical ambayo ni deep. Na mwaka wa 3 tunasema ni professional, yani sasa kumzidisha kupata, ambapo hapo atakuwa na mradi wake. Ule mradi atakuwa anaufanya kwa mujibu wa kampuni au idara aliyojiwekeza. Kwa mfano mimi naweza nikaenda kwa mfano kwenye kampuni inayoandaa ramani kwa mfano. Kwa mwaka ule wa mwisho nachukua mradi ambao unahusiana na masuala ya ramani kwenye ile kampuni. Kwa hivyo ile kampuni ndio itakaonisimamia, watashirikiana na SUZA. Kwa hivyo tunataka tuweke muunganiko mzuri kati ya wadau na industry pamoja na SUZA. Kwa hivyo programu hii ni mpya, lakini tumekusudia itatoa mwongozo huo. Kwa upande mwingine, programu ya pili ni ile ninakwambia ambayo ya Bachelor of Science in Environment and Cost Management. Tunatarajia ikipata ithibati pengine katika dirisha la pili, tunatarajia hivyo, programu hii pia itakuwepo. Programu hii inaangalia usimamizi wa masuala ya mazingira pamoja na maeneo ya baharini na pwani. Kwa hivyo hii inaunga mkono juhudi za masuala ya uchumbulu moja kwa moja. Kule tunatoa masuala ya ufugaji samaki. Hii ni mipango, kwa mfano upangaji katika maeneo ya pwani, lakini ekolojia katika maeneo ya pwani. Na maeneo na kusema pwani hapa tunakusudia pwani kwa mwambao pamoja na baharini, lakini pia katika mazingira ya juu ambapo watu watajifunza mbalimbali. Lakini kitu cha msingi ambacho kimo pia katika programu hii ni uwezo wa wale watakao kuwemo pia, kama ilivyo ile ya mwanzo, kuna skill tunasema geospatial skills. Hizi ni skill mpya, ni skill ambazo ni muhimu kwa jiografia yote au kwa mwana mazingira yeyote, ambazo zitawashawishi uwezo kufanya tathmini za mazingira kwa ufanisi zaidi, kuweza kutumia data mbalimbali zinazopatikana kwa mfano za satellite, uwezo wa kurusha drone mfano kwa sasa, na pengine kwa teknolojia itakavyokwenda. Yote haya tumeingiza katika sehemu ya ufundishaji, na hii pia tunaitoa katika mfumo ule. Tutakuwa na industrial linkage, yani link kati ya wadau au kiwanda pamoja na wale wanaohitaji pamoja na wanafunzi katika miaka 3 kama nilivyosema kwa ile programu ya mwanzo. Kwa hivyo kimsingi tunawaalika wananchi wote ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, ndani ya Zanzibar kuja katika mabanda yetu kama tulivyozungumza mwanzo, na kutembelea tovuti zetu katika kupata zaidi katika haya. Asante sana. Mtazamaji, naomba niongezee hapa kidogo pale wakati na taja zile programu mpya. Ni sawa, programu moja wanaita Bachelor of Education in Physical Education and Sports Science. Hii nayo ni sports science, mchezo. Hii ni katika programs ambazo zimekuwa zimetengenezwa kwa kujibu mahitaji yaliyopo ya wataalamu wa masuala haya, Physical Education and Sports Science. Na mtaala huu umezingatia vigezo vile vya reform ile ya elimu, mageuzi ya elimu ya Tanzania. Kwa maana tulizoea programu nyingi za digrii ya mwalimu ni miaka 3, alafu kutoka pale sana anakwenda kuajiriwa na kupata na kuwa mwalimu. Sasa hii ina tofauti kidogo tu kwamba na programu hii itakuwa mwanafunzi atasoma darasani na kufanya zile kazi za vitendo kule nje kwa miaka 3 kama ilivyo mwanzo kama kawaida. Lakini atakapomaliza sasa ile baada ya graduate atatakiwa aende afanye internship ya mwaka 1. Ili sasa kutoka huko sasa anakuwa qualified mwalimu kusomesha masomo haya ya Physical Education and Sports Science. Kwa maana akimaliza atapewa kibali, leseni wanasema. Kama walikuwa daktari unaweza kumaliza programu yako na ukapata cheti chako, lakini kama huna leseni ya daktari utakuwa si daktari. Umaliza daktari lakini sio daktari. Kwa hivyo hata na hawa kwenye programu hizi za elimu
SUZA imekuja na mtaala wa aina hiyo kwamba mwalimu yule atasomeshwa, atahitimu, akishahitimu atakuwa kwenda internship ili sapatiwe leseni. Zamani zamani kuwepo, sasa kidogo kuna mageuzi kidogo, sababu kwenye ile mageuzi ya elimu pia na miundo mipya kidogo, kwa maana kwamba mwalimu sasa atakuwa na taaluma ya ualimu, na taaluma ya ile kwenye history science, ile michezo ambayo imeainishwa kwenye mtaala wake. Iko mtaala mwingine baadaye itakuja itaonyesha masuala kama haya, lakini huu kwa kuanzia na ni mpya na pia katika mustakabali kama huu. Asante. Sasa SUZA yenyewe nayo ina mashirikiano gani na vyuo vingine vya kimataifa? Ndugu mtangazaji na wananchi kwa jumla na watazamaji wanaotuangalia, Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar ni chuo ambacho kinaamini katika utandawazi pia, kwa maana pia kinaendana na masuala ya kimataifa na kinashirikiana na baadhi na vyuo vingi vya kimataifa vilivyo nje ya Tanzania na vilivyoko Tanzania, na katika kuendeleza ajenda yake hii ya kuwa na elimu ambayo ni bora. Na mfano wa hii nitaka nizungumze katika namna tatu. Ya kwanza, tuna mashirikiano na vyuo vingi katika tuna MOUs, makubaliano na vyuo kadhaa katika kutekeleza malengo yetu na malengo ya nchi katika kufikia yani kuwa kitovu. Mfano tunafanya malengo ya utafiti. Kwa mfano mradi mmoja tuko nao nitauzungumza hapa ambao mimi ni sehemu yake, unaitwa Building Stronger University. Ni mradi ambao lengo lake ni kujenga taasisi bora katika maeneo ya kusini mwa jangwa la Sahara, na tunashirikiana kwa mfano na vyuo kutoka Denmark. Vyuo kwa mfano chuo kikuu cha Copenhagen na chuo kikuu cha Aarhus University. Lakini pia tuna programu ambazo zinaitwa Erasmus. Erasmus ni programu ambazo zinakuja kutoa mashirikiano ya kubadilishana uzoefu kati ya wataalamu kutoka SUZA na wataalamu kutoka vyuo vingine. Kwa mfano baadhi ya vyuo vya Hispania na Italy, kwa mfano Cardiff University au labda La Spezia University, ambao hivi karibuni tu wiki iliyopita tulikuwa na wiki ya pamoja ambayo ilituleta sote kutoka, ambayo ilileta wataalamu kutoka vyuo vya Hispania na vyuo na chuo cha SUZA katika masuala ya kuimarisha hivyo. Lakini pia nchi kama Norway tuna mashirikiano nazo. Ni ngumu kutaja kila nchi hapa, lakini mashirikiano mengi haya yapo katika utafiti na kufunza. Kwa mfano tunashirikiana na walimu pia katika kujenga uwezo wa wanafunzi, lakini pia katika kuwasimamia. Kwa mfano tuna wanafunzi tunawasimamia, tunawafundisha katika joint, yani kwa pamoja. Yani mwalimu wa SUZA mfano anamsimamia mwanafunzi wa master, lakini pia anapata profesa mwingine kutoka chuo kingine. Na modality hii tutaendelea nayo katika programu hizi. Kwa zile ambazo ni za chini pia wanafunzi wanapata fursa ya kwenda kule. Kwa mfano hii programu ya Erasmus, ninaelewa kwamba kuna baadhi ya wanafunzi kadhaa walinufaika na mabadilisho, walitoka hapa wakaenda Romania kupata mafunzo, na tulipokea baadhi ya wanafunzi kwa hapa. Yote haya yanaonyesha baadhi ya mipango ambayo tuko nayo, na kwa sasa ni miongoni mwa ajenda muhimu. Na nataka niseme katika hili tuna eneo ambalo la internationalization, jinsi ya kuifanya SUZA kwa sehemu ya vyuo vya kimataifa. Na lengo moja kuweka mikakati hii ni sehemu ya sera zetu kwa sasa. Kwa hivyo tunakusudia kuchukua hatua kubwa zaidi katika jambo hili ili kufanikisha kila ambacho amekitaka Mheshimiwa Rais, akiwa pia ni mwenyekiti wetu, ni chancellor wa chuo, katika kufanya chuo hichi kwa chuo bora na chini ya hadhi kulingana na jina lake. Naomba mimi niseme hapo kidogo kwamba Peter anaweza kwa ufasaha zaidi, lakini mimi niseme tu kwamba SUZA ina mashirikiano na taasisi za kitaaluma na zisizo za kitaaluma ndani ya Zanzibar na nje ya Zanzibar, na labda ni hata tumekuwa tu wanufaika wazuri tu kwa mashirikiano mazuri.
baina ya SUZA na taasisi nyingine. Labda nitoe mfano mmoja. Sasa hivi tunaendelea na mradi wa HEET, nasema ni Higher Education Economic Transformation. Huu ni mradi ambao ulianzia Tanzania Amendment, Wizara ya Sayansi na Teknolojia ya kule, ikifika mpaka kwetu. Ni mradi mkubwa. Na tunabudi kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia pia ule mradi. Kwa kweli sasa hivi kupita SUZA ukiwa kwa macho unaona mabadiliko. Kuna majengo yameota pale mazuri kweli. Sahihi kabisa. Vingi na sasa hii ni moja ya mafanikio ya hizo collaboration ya mashirikiano ya taasisi za kitaaluma na za kitaaluma. Maana kwa mradi ule tumepata mpaka kusomesha walimu wengi tu ni ngazi tofauti. Kwa maana ingekuwa tusomeshe wenyewe by time kidogo. Ndio. Lakini kusomesha walimu wengi pamoja. Wengi pamoja kwa muda mfupi. Ni faida ya hayo mashirikiano. Kwa hivyo mashirikiano yale yapo baina ya SUZA, taasisi za elimu, taasisi za elimu Zanzibar. Kwa mradi huu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia. Anasema ile kongole kwake Dr. Samia. Kabisa. Na labda sasa kidogo kwenye hili alikuwa pia mfano hii mitaala ambayo tumesema mipya. Mingi yao imefadhiliwa na huo mradi wa HEET ambao pesa zake zinatoka serikali ya muungano kupitia Wizara ya Sayansi na Teknolojia ikatufikia hizo. Kwa hivyo tumekuwa nufaika. Tunabudi kupeleka hizo shukrani zetu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Na sasa mwanafunzi ambaye kwa sasa anasoma licha ya kuwa rais ndio mkuu wa chuo, nini chengine ajivunie mwanafunzi ambaye anasoma SUZA hivi sasa? Kama nilivyosema awali, mitaala ambayo kwanza inaakisi mahitaji yale ambayo yanatolewa. Unajua SUZA hatufundishi kwa sababu kuna shughuli ya kufundisha tu. Tunafundisha kwa sababu tunataka mwanafunzi akitoka SUZA awe ni mwanafunzi ambaye atajiamini na kufikia malengo ya kitaaluma, ili kupitia hayo aweze kufikia malengo mengine ya kiueledi. Kwa hivyo hilo ni jambo la msingi, kwa sababu si maadili yetu yanatupeleka kufikia nini lengo. Lakini pia SUZA ni eneo ambalo kama tulivyosema wanafunzi tunafikia wamewekewa utaratibu ambao upo chini ya taratibu za taasisi yani Tume ya Vyuo Vikuu, utaratibu kwa mfano wa kuweza kujumuika vizuri baina yao pia tunao. Lakini pia kama tulivyosema daktari hapa, ule ushirikiano na vyuo vingine unawapa fursa wanafunzi waweze kupata namna ya kufikiria kwenda hata katika vyuo vingine. Na kusudia kwa mfano kama hizo process hizo masuala ya exchange ambayo inaweza kuwepo, ingawaje hizi zinakuwa za ushindani, lakini ni fursa ambazo zipo na tunazivunia. Alafu pia mazingira, unasoma Zanzibar ni sehemu ambayo ni tulivu, ni sehemu ambayo yenyewe ni jina. Kwa hivyo kusoma chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwenyewe kuna hadhi. Kwa hivyo hapa tunawaalika hata walio nje ya Zanzibar waje wajionee, wapate uzoefu wa kusoma kwa ndani ya Zanzibar, kwa sababu yenyewe ni chuo. Kwa hivyo tunajivunia kuwa sehemu ya hilo na kuwa sehemu ya Zanzibar. Asante sana. Mimi niongeze hapo kuuliza Mheshimiwa Rais ajivunie nini kwa yeye mkuu wa chuo. Labda niseme machache kwenye hili. Kama chuo kazi yake ni kuzalisha wanafunzi na target ya kuzalisha product ambayo unaitoa kwenye film itakuwa ikienda sokoni hii ichukulike ndani na nje ya Tanzania kwa ujumla. Hilo Mheshimiwa, naomba tuweke kwa mbele kwamba wanafunzi ambao wanatoka wanatambulika, kwa maana wako ambao wanaajiriwa Zanzibar, wako ambao wanaajiriwa Tanzania Amendment,
Kuna wako ambao kusoma wanasoma nje ya Zanzibar. Baada ya kumaliza masomo yao SUZA, na wengine wanajiendeleza vyuo vingine vya nje ya Tanzania. Hizo ni issue kwa kusema kwamba wanafunzi kutoka pale wanatambulika. Na ingekuwa hawatambuliki kwa vyuo vingine, ingekuwa hawatahiliwi. Na wala hawaendelei. Na tuna bahati mbaya sasa tusikusanya data kamili, lakini wako ambao wanatoka wanakuja na nafasi nzuri zaidi. Mpaka vyuo vinashukuru kwa wanafunzi hao walikuwepo na kufanya vizuri zaidi. Hivyo nadhani ni vitu vya mheshimiwa ndio kwamba wale watu wanafanya kazi kwa miongozo yake. Na wakati tunaelekea tamati ya kumaliza au kuhitimisha kipindi hiki, kwa ufupi sana, tunamaliza na nasaha gani kwa wazazi, wanafunzi wapya na jamii kwa ujumla? Labda mimi niseme kwa kifupi kwamba dirisha la maombi ya elimu ya juu limefunguliwa toka tarehe 10 mwezi wa 7 na litafungwa kwa dirisha la kwanza tarehe 10 mwezi wa 8. Tunawaalika wanafunzi wote wenye sifa kulingana na chuo hasa SUZA watembelee mabanda yetu, tovuti yetu, lakini wapitie hizo social media, waangalie sifa zinazotaki kwa programu husika ili wafanye hayo maombi. SUZA inawakaribisha sana, na ukiangalia manake uwepo wa mamlaka za elimu juu Tanzania TCU na Wizara ya Activity na tufanya kwamba SUZA nayo tuwe kwenye standard moja na vyuo vingine, ushindani na vitu vingine. Kwa hivyo sifa mwanafunzi ambaye anasoma SUZA atakuwa na sifa, anasoma kuingia anaanza kuwa na sifa zinafanana na vyuo vingine, lakini tupo kwenye standard moja, yani hatukengeuka kama hivi labda kuna sifa mwanafunzi za chini, tumeweka sifa ambazo zile ambazo wazito wa TCU wamezikubali kwa programu hii, wanafunzi wanaanza kuingia kwa sifa hizi. Kwa hivyo ni nashajiishe wazazi na wanafunzi kutembelea na kufanya maombi SUZA. SUZA lazima tunasema SUZA ni kichocheo cha maendeleo katika jamii. Asante sana. Na tunahitimisha hivyo kwa nasaha maridhawa kabisa. Nami nitoe shuhuda katika hili. Unaoniangalia hapa ni miongoni mwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, lakini crew ya humu ndani mchanganya picha naye pia ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA, Mwanaheri Mdunga, lakini Amrat Kombo naye pia amesimama katika kamera, ni miongoni mwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Usilojua pia Asam Online TV 90% ya wafanyakazi wake wanasoma na wamesoma Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA. Hadi wakati mwingine, nikushukuru kwa kutupa sikio lako. Sina shaka umejifunza mengi ya kitaaluma na mustakabali wa maisha yako. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya waliofanikisha kutuona vyema kabisa, na kushukuru sana.